Nipataga ajali nikakaa chini miaka 6. Alivumilia miaka 5 wa 6 naondoka nyuma nikapata nafuu, ndio kama unanikuta hapa. Kama nisinge kupata nafuu hata hapo usingenikuta, maana hata nje nilikuwa siwezi kutoka. Unaishi na familia kwa maana ya mke na watoto? Niko mwenyewe tu na watoto. Huyo mke siko naye tena sasa hivi. Kwa ajili ya shida zile matatizo yalionikuta ya kimaisha ikabidi niache nikawa niko mwenyewe sasa. Kwenye jamii imezoeleka ya kwamba wanaume wengi ndio huwa wanakimbia familia zao, lakini kwa bwana huyu Mohamed kwake imekuwa ni tofauti kidogo, kwani mke wake ambaye amedumu naye kwa kipindi kirefu amemkimbia tu baada ya Mohamed kupata ajali ambayo imemfanya kukaa ndani takribani miaka 6 bila kufanya kazi yoyote na bila kuingiza kipato. Changamoto hiyo imemfanya mke wake ambaye amekuwa ameishi naye kwa muda mrefu kumkimbia, huku akisema ya kwamba hatoweza kumhudumia. Mohamed hapa anazungumza mengi juu ya changamoto hiyo na namna ambavyo ameishi maisha hayo ya kuwa na kukimbiwa na mwenza wake, huku akiwa na watoto ambao wanamwangalia yeye. Jina langu naitwa Mohamed Hassan Salum. Labda tueleze historia kidogo ya maisha yako ikoje? Historia yangu ya maisha yangu ni kama hivyo, na kazi yangu naifanya ndio hii hapa, na hudumia familia yangu. Ile sipokuwa ndio hivyo, hata kama hela haikutosha inabidi ulazimishe mpaka itoshe, kwa sababu maisha ya Mtanzania kwa hali ya chini atakiwa kila siku amke na shilingi 10,000 ndio maisha yaende. Sasa hii kazi ninayofanya hii fungu unaoliona hapa mpaka lishe ni shilingi 1,000. Sasa mpaka aje afike 10 mtihani, unaona, lakini unalazimisha hajafika amefikia 5 unalazimisha hiyo shilingi 5,000 mpaka ikizi maisha kwa siku. Siku ukiumwa ndio sasa hapo sasa ndio mtihani, kwa sababu kama ndio wewe tegemezi hakuna mwingine wa kumtegemea, ina maana kama siku ukiumwa na mnayumba wote, unaona. Hiyo ndivyo ilivyo. Na unaishi na familia kwa maana ya mke na watoto? Niko mwenyewe tu na watoto. Huyo mke siko naye tena sasa hivi. Kwa ajili ya shida zile matatizo yalionikuta ya kimaisha ikabidi niache nikawa niko mwenyewe sasa. Yeye amekuacha? Sasa kasinshayumba kimaisha, atakaaje kwangu? Na wakati wanawake siku wanaangalia maslahi. Ni changamoto ipi ambayo ulipata mpaka ikamfanya yeye akakukimbia? Nipataga ajali nikakaa chini miaka 6. Alivumilia miaka 5 wa 6 naondoka nyuma nikapata nafuu, ndio kama unanikuta hapa. Kama nisinge kupata nafuu hata hapo usingenikuta, maana hata nje nilikuwa siwezi kutoka. Tukahitaji kufahamu maisha yake ya awali yalikuwa vipi na sasa yako vipi. Hapa anatujuza. Ajali ilikuwaje katika mazingira yapi? Mazingira ya ajali nilikuwa ninafuatilia mambo yangu ya kibiashara huko maeneo ya Mtibwa Tuliani huko. Nikapata ajali ya kugongwa na nyoka mguu wa kushoto. Kugongwa na nyoka mguu wa kushoto. Kwa hiyo nilikwenda hospitali ya mkoa hapo Morogoro nikahudumiwa. Baada ya wiki moja nikapata nafuu, nikarudi nyumbani. Baada ya miezi 2 mguu ukafumuka tena, ndio kaunga miaka 6. Miaka 6 huko ndani. Nimekaa chini. Kwa hiyo ndio chanzo cha kufirisika mpaka nikabaki hatua nikawa niko peke yangu mimi na familia yangu. Lakini mpaka sasa namshukuru Mungu, mguu uko fresh. Ila sasa ndio hivyo, mtaji sina kwa perform tena nifikie hatua nilikuwa nayo mara ya kwanza. Sijafika mpaka sasa. Na ulikuwa unafanya biashara gani kipindi cha nyuma? Kipindi cha nyuma nilikuwa na grocery, nilikuwa na shop, nilikuwa na kiduka changu. Unaona, nilikuwa na chombo changu cha moto, nilikuwa na pikipiki. Lakini vyote hivyo vilipotea baada ya kuwa nimekaa chini miaka 6. Na nilivyoona na mwenzangu alivyoona niko hivyo na daktari alivyoshauri kwamba mguu wangu ukatwe, hapo ndio changamoto ikaja tena na familia. Nikaelewana na watoto tu, lakini mke hatukuelewana tena. Ukutaka labda kukaa naye kumuuliza kwamba kwa nini anakukimbia hali ya kuwa ukiwa upo katika changamoto? Lakini hakushaurika tena. Nilishamshauri lakini hakushaurika, nikaona sibembeleze sana. Unaweza kubembeleza ukaongeza matatizo juu ya matatizo. Maana tayari una tatizo, ndio maana unataka kuachwa. Alafu ukabembeleza akabaki kwa kuwa umesema, lakini hakulizika. Je, akikufanya jambo baya kuliko lile uliokuwa nalo, si mtihani pia? Nikaona bora baki mwenyewe. Baada ya kukaa miaka 6 ndani bila kufanya kazi yoyote, bila kuingiza chochote,
sasa hivi unafanya kazi. Je, kuna kazi nyingine ambayo ulianza tofauti na hii? Ina maana baada ya kutoka hapo nilipopata nafuu zaidi nilipopata nafuu, nimekimbilia kwenye kazi ile ambayo naweza, kama hapa sinafanya kazi huku nimekaa chini. Kama ni kazi ya kutembea kwa mwendo mrefu siwezi, kwa sababu mguu wangu si umeugua miaka mingi. Kwa hiyo nikitembea mwendo mrefu misuli huwa inakaza. Kwa hiyo kazi za kutembea siziwezi, ila kazi ya kukaa kama hivi naiweza, hata kama ikiwa ni ngumu naweza nikavumiliana nayo, japo kwamba ina kipato kidogo. Na unapokaa ni nyumba yako mwenyewe ama ni nyumba ya kupanga? Nimepanga. Na kodi unalipa kiasi gani? Kodi sio kubwa sana kivile. Kodi inaweza kufika kama shilingi 20,000. Unaona? Nalipia miezi mitatu. Na mwenye wangu ni mvumilivu, hata kama mtu si muda mwingine nakuwa sasa matatizo yangu anayajua. Muda mwingine nikawa sina kitu ananivumiliaga. Nashukuru kwa hilo. Mungu tu ambariki. Na kazi hii sasa unaifanya inakizi vipi mahitaji yako? Hii ni kama hivi inaishia kwenye ulaji tu. Ndio maana kwamba siku nikiumwa homa tu inakuwa ni changamoto. Bila kama hakuna mtu aliyejitokeza kuniambia bwana, labda hii hapa itakusaidia tiba, ujue nishazalilika tayari. Kwa sababu hii ninayoipata hapa ina maana inatumika wote kwa siku moja. Labda tu itokee bahati, labda kwenda kupakia material polini ya kuja kushusha hapa ili tutengeneze hii kokoto, ndio tunaweza kaongeza kipato labda shilingi 3,000 au shilingi 4,000. Kwa kama kwa siku naisha shilingi 7,000, kwa hiyo kwa siku hiyo nitafikisha labda shilingi 11,000 au 12,000. Ndio naweza nikabakisha buku au buku 2 ikabaki kama akiba. Siku nikipumzika ile buku 2 niliyoiweka nayo naifanyaje? Naitumia. Kwa hiyo nabaki tena sina kitu, kesho asubuhi naanza na moja tena. Kwa hiyo ndio maisha ninayoyaishi. Yaani kwangu ni changamoto kwa sababu nishazoeaga hela. Kama mtu ushawahi kumiliki grocery au kumiliki duka, leo hii unafikia hatua kama hii hapa, alafu unalizika na hii hali. Mwingine changamoto sumu kabisa, unaweza ukafa kabisa, bora nipotee. Lakini mimi navumilia kwa sababu bora nione familia yangu ikiwa inaishi kwa shida kuliko kuipoteza kabisa sionane nayo. Sio vizuri, kwa sababu hata ushauri wangu pia ni msaada wa familia kuliko kuwa niwe na pesa nyingi. Ushauri pia ni msaada wa familia. Kwa sababu hata mimi hapa babangu hana uwezo na ni mzee sana, lakini namhitaji awepo. Uwepo wake pia ni mzuri zaidi, kwa sababu hata kama akinishauri bia hajanipa pesa, lakini ushauri wake pia ni bora kwangu. Kwa sasa Mohamed anafanya kazi ya kupasua mawe, huku akidai ya kwamba kazi hiyo ndiyo inayompa mkate wa siku, kwa maana anapata kula, lakini pia anapata kuihudumia familia yake, kwa maana watoto wake wanasoma kupitia kazi hiyo ya kupasua mawe. Kama mzee. Sawa. Na watoto ambao uko nao kwa sasa wanasoma kwa maana ya level gani? Watoto wangu wawili wako form 3 wa kiume, na wa mwisho ambaye ndio wa 6 yuko darasa la 5. Na vipi, kuna changamoto ambazo zinawakumba? Labda wakati kipindi na shughuli zangu, kila mtoto alikuwa anasoma tuition na mapungufu yake ya masomo ya darasani, huwa nilikuwa nampeleka tuition kwa gharama yoyote na nilikuwa nikilipia kwa sababu uwezekano upo. Lakini kwa sasa kila mtu atasoma kwa kutumia akili yake, akiferi basi sio mimi nimependa aferi, isipokuwa ndio uwezo wa kiuchumi ufanyaje umeshuka. Ndio maana nawaacha kama walivyo. Atakaye perform, Mungu kama akamwandikia bahati, atafika mbele, na atakaye kuwa kafemewa, sina uwezo wa kumsaidia. Mohamed anaomba msaada kwa Watanzania, huku akisema kwa yeyote atakayeguswa kumsaidia chochote kitu, basi anaweza kumsaidia kupitia namba zifuatazo. Labda kitu ambacho unatamani kushare na wadau na Watanzania ambao wanakutazama. Kitu ambacho naweza kushare na binadamu wenzangu wa Tanzania ambao watakaoguswa na tatizo langu, labda atakaye, sio maana lazimisha, ila atakaye kuwa kweli bwana huyu ni binadamu mwenzetu na stahiki naye asiwe kama hivyo alivyokuwa sasa hivi kinyonge. Kama kuna uwezekano mtu sio kama kinachotoka kwa mtu yoyote kile ni kikubwa, haijaishi kuwa ni kitu gani. Chochote kile ambacho kinaweza kusaidia mwanadamu ni kikubwa. Chochote kile. Naona na hizo kwa hapa na bonda hapa zakata tangu asubuhi sijanywa chai. Mtu akaja hapa sababu achukua shilingi 100 hapa kanunua ndazi moja utafuna unywe na maji. Pia ni msaada. Kwa si lazimishi chochote kile. Chochote mtu atakachokuwa kwa kwamba hiki kinamfaa binadamu kumsaidia, anaweza akatoa. Unaona, kwa hiari yake, sio kwa kumlazimisha. Hapana.
Mawasiliano yako, labda kama kuna mtu anatamani kupata mawasiliano yako? Mawasiliano yangu, namba yangu ya simu ni 0717 020285. Jina Mohamed Hassan Salum.